na ni kwa neema yake anakwenda kusema nasi, nikiwakaribisha katika nyumba ya Mungu ili Bwana aweze kujihudhurisha na kwangu katika yale ambayo Bwana anakusudia kwa ajili yetu. Tuko kwenye somo letu ambalo ni la mwisho umefika. Tutakwenda kusema kwa kifupi. Nehemia utajiandaa kwa ajili ya maombi. Kwa neema yake Mungu atatujalia kusikia kutoka kwake. Leo tunaingia katika kipindi cha ingine, lakini kwa kujikumbusha wapi tuliachia. Mara hapa katikati tulikuwa na crash program ambayo ilituingiza kwenye somo lingine kwa siku mara mbili, ili tuweze kurudi na kushikanishwa, kuconnect. Mara mwisho tunaangalia mihuri 7 ambayo tuliona ilipofunuliwa kuna mambo yalikuwa yanatokea na yalikuwa yanatuhusu sisi kama kanisa. Tuliona katika muhuri wa kwanza na tukaona muhuri wa pili. Tuliona muhuri wa kwanza ulizungumzia amani, ambaye farasi mweupe ndio alidhihirishwa. Lakini tukaona muhuri wa pili ukazungumzia farasi mwekundu, ambaye tuliona vita, damu ikiwa inamwagika. Alipewa kuondoa amani katika nchi ili watu wauane. Kwa hiyo tunaona farasi mwekundu akiwakilisha vita, upanga na kumwagika kwa damu. Hivi ni vipindi ambavyo vimekuwepo. Nilifundisha wakati kwa nafundisha, sikumbuki ni darasani, lakini sikumbuki kwamba darasani nilifanya. Lakini kuna somo nilifundisha, alafu tukaenda kwenye kitabu cha Danieli, tukawa tunaangalia ama tunajifunza kuhusiana na chukizo la uharibifu kusimama mahali patakatifu pa Mungu. Nikasema ya kwamba majira ya Mungu yanapoelezewa ama yanaposomwa ama yanaposemwa, yamebeba sura mbili. Kuna sura ya kiroho, alafu kuna sura ya kiuhalisia. Kwa hiyo nikatembea kwenye sura ya kiroho. Wakati huo nikasema nikatembea kwenye sura ya kiroho, tukaiona hali ya kanisa na tukaona namna gani chukizo la uharibifu limesimama patakatifu. Tukaona la kwanza, tuliona dhabihu iliyoondolewa katika madhabahu ya Mungu. Na dhabihu tukasema alikuwa ni Yesu, yani dhabihu ya Yesu Kristo, kwa maana yake ile nguvu ya msalaba kwa ambayo ilituletea wokovu ilivunjwa, iliharibiwa na ikaondoka kwenye madhabahu. Na hicho nikasema kilikuwa ni kipindi ambacho walijitokeza watu wengi ambao waliokoka kwa kujitambulisha ya kwamba walikuwa ni wachawi. Kuna ambao walikuwa wameokoka ni kweli, walikuwa ni wachawi na wakawa wameokolewa kweli. Lakini kuna ambao walikuwa ni, kwa lugha kitoto tunasema walikuwa kigeresha toto, kwa sababu wengine walikuwa kazini. Kwa maana yake ni roho ziliachiliwa kutoka kuzimu kwa ajili ya kuja kuteka madhabahu ya Mungu ama kuliteka kanisa. Kwa hiyo wengi wakapewa madhabahu kwa ajili ya kusimama na kuweza kuhubiri habari za shetani. Sasa kwa sababu kuhubiri habari za shetani, kile ambacho walikuwa wanasimama wakisema, walikuwa wanaelezea habari za mambo walikuwa wanafanya kule kuzimu. Hakuna dhambi katika hilo ukieleza kama ushuhuda, lakini kuna dhambi na kuna makosa ukieleza kama somo. Ukilichukua kama fundisho ni makosa, kwa sababu fundisho hilo linapokea uvuvio kutoka kwa shetani, kwa sababu unamwakilisha sasa na umegeuza madhabahu kuwa wakala wa kuzimu. Kwa hiyo unapofanya namna hiyo, ina maana kwamba unaruhusu kuzimu kuachilia roho chafu zitakazopitia hayo unaofundisha na kupenya kwenye mioyo ya watu na kuliharibu kanisa. Kwa hiyo tukaona kwamba dhabihu ambayo ni Kristo Yesu, kwa maana ile nguvu ya ukombozi, nguvu ya msalaba ilikufa. Kwa hiyo ndio leo tukajikuta tuna kanisa la aina fulani ambalo sio kanisa la Kristo. Kanisa ambalo halina utukufu hata chembe. Kanisa ambalo halina hofu ya Mungu hata chembe.
kanisa ambalo linaweza likawa chochote wakati wowote hata bila kujali. Kuna kitu kinaitwa heshima inayotokana na utu wa kibinadamu. Kanisa ambalo lipo halina hata huo utu wa kibinadamu, kwa manake limekula na kunywa likanyonyeshwa kutoka kuzimu kwa yule asili ya kibinadamu, asili ya mtu ambapo utu unakaa ndani yake. Hata ndipo mtu huyo, nitatoa tu mfano wa kibinadamu, akimwona mtu mzima amesimama kwenye basi aone sistahili kukaa, huo ni utu. Hiyo sio mambo ya rohoni, huo ni utu. Sasa tunazungumzia kwamba kanisa limepoteza hata huo utu wa namna hii, kwamba ile ya kawaida tu ya kusema kwamba mimi huyu amesimama hapa ni barabara, mimi sifai kusimama kukaa, baba njoo kaa. Kanisa la leo halina hivyo. Sisemi kwamba kanisa la leo haina huo utu, kwa maana kanisa la leo halipishi watu kwenye mabasi. Nimetoa kama mfano kutaka kuelezea na maanisha nini, kwamba kanisa ambalo limepoteza hadhi yake kiasi ambacho, kwa sababu kanisa lenyewe limepoteza hadhi, likaondoa na hadhi ya Mungu. Sasa kuiondoa hadhi ya Mungu, kwa hiyo kanisa ndio leo kanisa, mimi nikisema kanisa nasema mtu. Mimi hapa Elena kanisa naweza nikamtukana mchungaji wangu. Mimi kanisa naweza nikamsengenya mchungaji wangu. Mimi kanisa naweza nikamfokea mchungaji wangu. Mimi kanisa naweza nikamdharau na mengine yote ambayo yanaweza kufanyika. Sasa hii ni picha inayoonyesha ya kwamba tulinyonya mahali fulani baada ya kitu fulani kuondolewa. Nguvu ya msalaba ambayo inayobeba heshima ya Mungu hata kulizaa kanisa, ndio kanisa libebe heshima ya Mungu, ndio liweze kuwa katika tofauti. Hiyo haipo, na kwa sababu haipo, kwa hiyo tumekuwa kama machokora fulani tusiokuwa na kwetu, tusiokuwa na wazazi, kwa sababu ile asili ya ufalme haina nguvu kwa kanisa la leo. Haipo. Kwa nini? Kwa sababu dhabihu iliharibiwa. Sasa nilikuwa nasema hiyo niko kwenye muhuri wa pili ambao ulikuwa unazungumzia kuhusiana na kuiondoa amani. Kuiondoa amani inabeba amani katika roho na amani katika mwili. Kwa maana nimeenda kwenye somo ambalo nilishafundisha kule nyuma, nikatoa nukuu ya kile ambacho nilisema ya kwamba chochote ambacho kimebeba ufunuo ama asili ya rohoni ina asili yake ya uhalisia, na kilichobeba asili ya uhalisia ina asili yake ya rohoni. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba amani katika nchi, kwa maana watu, wanadamu, falme na falme, katika ubinadamu wetu wa kuishi, amani imeenda, haipo tena, kwa sababu ya huyu farasi mkundu ambaye yeye aliachiliwa kwa makusudi mazima kwa ajili ya kusababisha uharibifu ambao utakaoweza kuondoa amani. Sasa amani tunaiona katika kanisa haipo, na kanisa ambalo halikutakiwa kuingia kwenye uharibifu huo, lakini nalo liko kwenye uharibifu huo. Ndio maana nikarudi nikinukuu kule nyuma kwamba tuko kwenye uharibifu huo kwa sababu kuna mahali kuna kitu kiliondoka. Kilichoondoka, dhabihu imeondoka. Umenipelekeza nini? Dhabihu imeondoka, imeondoshwa, imeharibika. Tunasoma kitabu cha Danieli, nakumbuka ilikuwa ni sura ya 9. Kwa hiyo dhabihu ilipoondoka, ilipoondolewa kwa sababu ya huyu mharibifu ambaye aliachiliwa kwa ajili ya kuiondoa amani, basi kanisa tunaiona sura yake leo. Lakini huu ni utendaji ambao ulioamriwa, lakini kama ni utendaji ulioamriwa, bado haikumaanisha kwamba kanisa likae katika mazingira haya, kwa sababu hata wakati wa taifa la Israeli, Mungu aliposema na Ibrahimu kwamba atalipeleka kule Misri kwenye nchi ya utumwa genini, na watakaa kule kwa miaka 400 alafu atawarejesha tena, alikuwa tayari ameshapangilia nini anaenda kufanya kule.
kwa sababu kuwapeleka kule alikuwa na ajenda, nilielezea. Sasa kwa sababu Mungu alikuwa ameshaamuru anaenda kupigana na miungu ya Misri, na taifa lake Israeli amelipeleka liko kule, haikuwa na maana kwamba taifa la Israeli litashiriki vita hiyo. Unaelewa mimi nasema nini? Kwa maana kwamba yale yaliyoamriwa, kama huyo aliletwa kuondoa amani duniani, amani hiyo iliyokuwa inaondolewa duniani kwa sababu ni roho chafu imeachiliwa, haina uhusiano na kanisa la Kristo. Lakini imeingia, kanisa la Kristo likaingia kwenye mkumbo kwa sababu kuna kitu kimeharibika ndani ya kanisa. Tumeona kwenye Biblia, tumesoma katika kitabu cha Kutoka kielezea habari za taifa la Israeli, ni jinsi gani ambavyo Mungu alipigana na ile miungu na Gosheni ikiwa salama. Gosheni ikiwa ndani ya Misri, mapigo yakiwa ndani ya Misri, Israeli wakiwa ndani ya Misri. Lakini Israeli hawakukumbwa na yale mapigo, Israeli hawakukumbwa na ule uharibifu. Kwa sababu gani? Sababu ile nguvu ya Mungu, thabiti ya agano ambalo Mungu alifanya na Ibrahimu, lilikuwa bado limebeba uhai wake kwa lile taifa. Kwa sababu lilibeba uhai katika lile taifa, haikuwezekana ile roho ya uharibifu iliyokuwa imeachiliwa kupiga Misri ipige na taifa la Mungu. Sasa hizi ni roho ambazo ziliachiliwa na zimeachiliwa na ziko kazini. Tutafika wakati tutakuja kujifunza mambo, hata tukizungumza habari ya mwaka wakati wa mwisho, kuna vitu vilishafanyika huko nyuma sana, miaka ya 40 na miaka ya ngapi, miaka mingine hata kabla hatujazaliwa. Lakini Mungu alikuwa yuko kazini na ilikuwa bado inahesabika ni nyakati za mwisho. Sababu tukianza kuhesabu wakati wa mwisho, tunaanza kuhesabu wakati wa mwisho kipindi cha Yesu. Sasa tukitoka kwenye kipindi cha Yesu tunaingia karne ya kwanza mpaka tunafika leo karne ya 21. Tuko karne ya 20 tuko 2022 25. Karne ya 20. Tunazungumzia habari ya siku za mwisho. Kwa siku za mwisho hazikuanza mwaka jana, hazikuanza mwaka juzi, zimeanza karne hizi. Kwa hiyo wakati wote huo mambo yalikuwa kwa ajili ya wakati wa mwisho. Sasa kanisa la Kristo, ndio maana tunaona ya kwamba vipindi na vipindi, kuna vipindi ambavyo tulikuwa tunaona nguvu ya Mungu, tunasoma sisi, hatukuwepo, tunasoma, tumesoma habari ya mitume hapa, tumeona nguvu ya Mungu, na hata mpaka sasa wako wengine. Hata juzi nimetoa ushuhuda wa nchi ile ambayo yule mtu amemwagiwa petroli kabisa na wamechoma moto, wamewasha, lakini yeye ametoka amebaki na ngozi yake hii, hakuna alama. Sio kwamba alichomeka alafu akapona, akuchomeka na moto ulikuwepo. Kwa hiyo Mungu huyo yupo kama dhabihu yake iko hai. Na leo hii kwa sababu sisi ni kanisa, dhabihu yake inakaa ndani yangu mimi ambaye ni kanisa, haikai kwenye hewa, haikai kwenye hili jengo hapa, ila mimi ndio naweka uhai wake kwenye jengo hili. Wewe unaweka uhai wake kwenye jengo hili. Kwa hiyo jengo hili linabeba utukufu kwa sababu kuna watu waliombeba Mungu ndani yao. Nyumbani kwako utukufu utakuwepo kwa sababu kuna watu wanaishi hapo wamembeba Mungu. Na sisi tunapoacha kumbeba Mungu, nyumba yake inapoteza utukufu. Nyumbani kwangu nikishindwa kumbeba Mungu, nyumba yangu itapoteza utukufu. Mimi binafsi nikishindwa kumbeba huyu Mungu ndani yangu, na mimi nitapoteza utukufu. Utukufu wa Mungu hauwezi kuonekana. Roho chafu iko inatenda kazi. Lakini sisi kama kanisa, huo ndio upande wetu ambaye tunatakiwa kuwa. Na hii ndio kile ambacho Bwana alisema nasi kwenye prayer summit ya mwaka juzi 2023. Akasema kanisa langu halina taarifa, halijui kwamba ninaishi nyakati gani. Na sasa hivi uharibifu umeukumba ulimwengu na kanisa limeingia katika uharibifu. Sasa na ieleweke ya kwamba hii
Hivi ni vitu ambavyo viliamriwa. Tulikuwa tunaangalia Ufunuo, ilikuwa sura ya 6, ndio tulitembea katika hili. Kwa hiyo ni vitu ambavyo Mungu ameviamuru viwepo na vitakuwepo, na hata ukifunga na kuomba huwezi kuzuia. Sasa kuliko kanisa kupoteza muda kufunga na kuomba, tengeneza mazingira yako dhabihu ikae hai, ili wakati haya yanaendelea